الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة آتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Leo باذن الله سبحانه وتعالى tuondokea katika aya 46 katika sura yetu, suratul Maida. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika aya hii: waqaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam, na tukafuatisha baada yao kwa Isa mwana wa Maryam. Waqaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam, na tukafuatisha baada yao, manake baada hao manabii, baada hao manabii waliopita, tukafuatisha baada ya hao kumleta Isa mwana wa Maryam. Na hao ni manabii wapi? Hao ni wale manabii ambao Allah tabaraka wa taala aliwazungumzia katika sura hii ya Maida katika aya 44 pale aliposema: inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur, na sisi tumeteremsha Taurat na humo uongofu na nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, wanahukumu kwa Taurati hiyo manabii ambao waliofuata Uislamu. Lilladhina hadu, kwa ajili ya wale ambao ni Mayahudi. Hawa ni manabii ambao walikuja baada ya Musa, na tunakariri maneno kwamba baada ya Musa sio Isa kama inavyofahamika kwa awamu, kwamba baada ya kuja Musa basi nabii aliyokuja ni Isa. Alikuja manabii wengine hapa katikati, alafu baada ya hapo Allah tabaraka wa taala akafuatisha baada ya hao manabii ndio akamleta Isa. Na baada ya Isa ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waqaffayna ala atharihim, na tukafuatisha baada yao, bimaana atba'ana anbiya bani Israil, na tukaifuatisha manabii katika wana wa Israili, tukawafuatisha baada ya hao kumleta Isa mwana wa Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha kwa kile kilichokuwepo nyuma yake min at-Taurah, katika Taurat. Manake Isa amekuja kwa ajili ya kusadikisha Taurat na kujamii. Musaddiqan, hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha huyo Isa lima baina yadayhi min at-Taurah, wa kile kilichokuwepo nyuma yake, wa kile kilichokuwepo nyuma yake, bimaana kabla yake, min at-Taurah, katika Taurati. Bimaana mu'minan bima fi at-Taurat, kwamba Isa ni mwenye kuamini yale yaliyopo katika Taurati. Amilan bima fiha, tena ikawa anayafanyia kazi yaliyomo katika Taurati. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. Allah tabaraka wa taala anasema, na tukampa Isa injili. وآتيناه الإنجيل, na tukampa Isa injili, fihi hudan wa nur, mna ndani yake uongofu wa nur, na nuru vile vile, na mwangaza. Manake ndani ya injili kuna uongofu na kuna mwangaza. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, na hali ya kuwa ni yenye kusadikisha hiyo Taurati. Lima baina yadayhi, kwa kile kilichokuwepo nyuma yake, min at-Taurati, katika Taurati. Yani injili yenyewe pia inasadikisha Taurati, isipokuwa injili imekuja kwa ajili ya kukamilisha liyomo katika Taurati.
na baadhi ya ahkami zikaondoshwa kupitia Injili zilizopo katika Taurati. Kuna baadhi ya vitu vingine vikaingizwa katika Taurati kwa kupitia Injili ya Isa. Imana Musa alipewa Taurati na Isa akapewa Injili, ni vitabu viwili. Wa hudan wa mau'izatan lilmuttaqin, na ni uongofu na ni maonyo kwa wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam, na tukafuatisha baada ya hao manabii tukamleta Isa mwana wa Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, hali ya kuwa ni mwenye kusadikisha kwa kile kilichokuwepo nyuma yake katika Taurati. Wa atainahu al-Injil, na tukampa huyo Isa kitabu Injil, fi hudan wa nur, na ndani yake uongofu na nuru. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah, na ni chenye kusadikisha, manake hiyo Injili ni yenye kusadikisha kwa kile ambacho kilichokuwepo nyuma yake min at-Taurat, nao ni Taurati. Wa hudan wa mau'izatan lilmuttaqin, na ni uongofu na ni maonyo, ni mau'idha, maonyo lilmuttaqin, kwa wale wenye kumcha Allah. Waliyahkum ahlul injil bima anzala Allah fihi, na wahukumu watu wa Injili kwa kile ambacho alichokiteremsha Allah humo, maana katika hiyo Injili. Waman lam yahkum bima anzala Allah, na yule asiyehukumu kwa kile ambacho alichokiteremsha Allah, fa ulaika humul fasiqun, basi hao wenye kutoka katika toa ya Allah. Manake ikawa hawafuati zile hukumu za vitabu vyao, hawafuati hukumu zilizokuwa katika vitabu vyao, hao ni mafasiq alkharijuna an ta'ati Allah subhanahu wa ta'ala, wametoka kabisa katika toa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Waliyahkum ahlul injil, na wahukumu watu wa Injili, manake ni atibau Isa, wale wafuasi wa Isa wake, ndio ahlul injili. Bima anzala Allah fihi, kwa kile ambacho alichokiteremsha Allah humo, au kwa vile ambavyo alivyokiteremsha Allah humo katika Injili. Bimaana waliyahkum ahlul injil, na wahukumu watu wa Injili, alladhina ursila ilayhim Isa, ambao wamepelekewa wao Isa. Bima anzala Allah fihi, kwa zile hukumu na sheria ambazo ameziteremsha Allah humo katika Injili ndani yake. Waman lam yahkum bima anzala Allah, na yule asiyehukumu kile ambacho alichokiteremsha Allah, fa ulaika humul fasiqun, basi hao ni wenye kutoka katika toa ya Allah. Bimaana fa ulaika humul kharijuna an amri, hao ni wenye kutoka katika amri yake, al-asuna la, wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq, na tumekiteremsha kwako wewe Muhammad kitabu, huwa alquran, bilhaqi, hali ya kuwa ni chenye kufungamana na haki. Bilhaqi jara majrur min mutaalliq bima hadhuf, ni hali sahibu hal kitab, ama sahibu alhal ni maf'ul bihi. Unaweza kupita katika mapito hayo. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqi, na tumekiteremsha kwako wewe Muhammad kitabu ambao ni Qur'ani, bilhaqi, hali ya kuwa ni chenye kufungamana na haki. Musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha kwa vile vilivyokuwepo nyuma yake katika vitabu. Alkitabu hii ya pili ni ismul jins, inaingia Taurat, inaingia Injili na vitabu vingine, inasadikishwa na Qur'an. Qur'ani inaisadikisha Taurat, Qur'ani hiyo inaisadikisha Injili, na hii ndio maana wa musaddiqa lima baina yadayhi min alkitab, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha kitabu hicho kwa vile vitabu vilivyokuwepo nyuma yake, min alkitab, katika vitabu. Wa muhaiminan alayhi, na ni chenye kuhukumu juu ya vitabu hivyo, manake hiyo Qur'ani ni yenye kuhukumu vitabu hivyo. Wa muhaiminan alayhi, na ni chenye kuhukumu juu ya vitabu hivyo. Hiyo ni tafsiri. Tafsiri nyingine, wa muhaiminan alayhi, ni chenye kushuhudiza, ni chenye kutoa ushahidi
juu ya vitabu hivi. Maana Qur'ani inatoa ushahidi kwamba hivyo vitabu vilivyotangulia ni vitabu vya Allah na vitabu vya kweli. Kwa muhaimina inakuja maana mbili, muhaimina inakuja maana hakiman na muhaimina inakuja maana shahid, na tafsiri zote mbili ziko sawa. Tahkum bainahum bima anzala Allah, bas hukumu kati yao kwa vile au kwa kile ambacho alichokiteremsha Allah. Wala tattabi' ahwaahum, na wala usifuate matamanio nafsi zao. Amma jaaka min alhaq, kuepukana na kile kilichokujia wewe katika haki. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja tumejalia miongoni mwenu njia na mfumo. Walau shaa Allahu, na lau angelitaka Allah, la ja'alakum ummatan wahida, angeliwajalia nyinyi ni umma mmoja. Walakin liyabluwakum fima ataakum, lakini ili awaonje nyinyi katika yale ambayo aliowapeni. Fastabiqul khairat, bas harakishieni katika kheri, fanyeni haraka katika kheri, zikimbilieni kheri. Ila Allahi marji'ukum jami'a, kwa Allah tu ndio marejeo yenu nyote. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, na atawapeni habari Allah kwa yale yote mlikuwa nyinyi sawa sawa mkiyafanya, manake mkitofautiana katika mambo haya. Allah tabarak wa taala atakuja kuwapeni habari. Wa anzalna ilayka alkitaba bilhaq, na tumekiteremsha kwako wewe Muhammad kitabu wa huwa alquran, nao ni Quran. Bimaana wa anzalna ilaika ya Muhammad alquran, manake tumeiteremsha kwako wewe Muhammad Quran. Kitabu hapa ni Quran. Allah tabarak wa taala katika nyingine anasema kitabu uhkimat ayat thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kitabu kwamba hiki ni kitabu, uhkimat ayatu, zimetengenezwa vizuri kabisa aya zake. Thumma fussilat, kisha zikabainishwa, manake zikawekwa wazi. Min ladun hakimin khabir, kutoka mbele ya yule mwenye hikma, mjuzi wa habari zote zilizojificha na zilizokuwa wazi, Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Qur'ani ni kitabu. Wa anzalna ilayka alkitab, na tumekiteremsha kwa wewe Muhammad kitabu wa huwa alquran bilhaqi, hali ya kufungamana na haki, hali ya kuwa ni chenye kufungamana na haki. Musaddiqan lima baina yadayhi min alkitab, hali ya kuwa ni chenye kusadikisha kwa vile vilivyotangulia, kwa vile vilivyokuwepo nyuma yake. Min alkitabu, katika vitabu. Min alkitab, katika vitabu vilivyotangulia. Qur'ani inasadikisha vitabu vilivyopita huko nyuma. Wa muhaiminan alayhi, na hali ya kuwa ni chenye kuhukumu juu ya vitabu hivyo. Manaka alayhi, manaka ala alkitab, sawa. Dhamiri imeangalia lafzi, narudi katika lafzi ya kitabu, ama katika upande wa kimaana haiko hivyo. Fahkum bainahum bima anzala Allah, basi hukumu kati yao kwa kile ambacho alichokiteremsha Allah, manake wahukumie kwa yale, kwa zile sheria ambazo ziko ndani ya kitabu. Wala tattabi ahwaahum, na wala usifuate matamanio nafsi zao, manake usifuate yale ambao wameyazoea wao. Amma jaaka min alhaq, kuepukana na kile kilichokujia wewe katika haki, manake ukaachana na kile kilichokujia Muhammad katika haki, ukafuata matamanio nafsi zao. Usifanye hivyo. Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja tumejalia miongoni mwenu njia, wa minhaja, na mfumo kuweza kufuata. Na tafsiri nyingine ahlul ilm wanasema likulli, kila mmoja, ja'alna minkum, tumejalia miongoni mwenu shir'atan, sheria, wa minhaja, na njia. Bila mkono hivi tafsiri, maana kila umma ulikuwa na sheria zake, japo kwamba itikadi ni moja. Kila umma uliopita, kila mtume alikuwa na sheria zake ambazo Allah tabaraka wa taala alimpa kwa kunisibiana na wale watu wenyewe wanaowalingania. Walau shaa Allahu, na lau angelitaka Allah, la ja'alakum ummatan wahida, angeliwajalia nyinyi ni umma mmoja. Na hapa ni almashiatu alkauniyya alqadariyya, ni ule utakaji wa kaunia, kuwepo Allah, kuwepo kwake
al-qadariyya ambao Allah tabaraka wa taala kashakadiria tabina al-qadar sile mashiatu. Tayib, walau shaa Allah, na law angelitaka Allah la ja'alakum, angeliwajalieni nyinyi ummatan wahida. Umma pekee maana jamaa, kundi, japo katika Qur'ani umma ina maana nyingi sana, lakini umma pekee na maana jamaa, kundi moja. Walakin liyabluwakum fima ataakum, lakini amewafanya kwamba ni makundi mbalimbali ili awajaribu nyinyi, ili awapeni mitihani nyinyi. Walakin liyabluwakum, lakini amejalia kwamba makundi yako tofauti tofauti ili awaonje nyinyi, awape majaribio. Fima ataakum, katika vile alivyowapeni. Fastabiqul khairat, washindaneni katika khair. Sawa, fastabiqul khairat, basi ziendeni haraka haraka mambo ya khair. Ila Allahi marji'ukum jami'a, kwa Allah tu ndio marejeo yenu nyote. Maana sote sisi tutarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turudi kwake. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, na atawapeni habari Allah kwa vile vyote mlikuwa nyinyi mkitofautiana, atawapeni habari kusana na hivyo. Wa anihkum bainahum bima anzala Allah, kwamba hukumu kati yao kile ambacho alichokiteremsha Allah. Wala tattabi'u ahwa'ahum, na wala usifuate matamanio ya nafsi zao. Wahdharuhum an yaftinuk an ba'di ma anzala Allah ilayk, na tahadhari nao an yaftinuk, kukupoteza wewe, an ba'di ma anzala Allah ilayk, kuacha baadhi yale ambayo aliyoteremsha Allah kwako. Fa in tawallaw, na kama wakikengeuka, maana wakakataa, fa'lam, basi jua, annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim, kwamba anataka Allah an yusibahum, awapatishe wao adhabu, bi ba'di dhunubihim, kwa baadhi ya madhambi yao wanayofanya. Wa inna kathiran minan nasi la fasiqun, na hakika wengi katika watu ni wenye kutoka katika toa la Allah. Na hii ni kuonyesha kwamba aya hii inafahamisha kwamba watu watakuwa wahukumu kwa mafundisho yaliyokuwa katika Qur'an, hata kama huyo unamhukumu si katika wale wanaofuata Qur'an. Nadhani haya pati lazungumza. Wa nahkum bainahum bima anzala Allah, na hukumu kati yao kile ambacho au kwa vile ambavyo alivyoteremsha Allah. Wala tattabi'u ahwa'ahum, na wala usifuate matamanio, manake matamanio ya nafsi zao. Wahadharuhum an yaftinuka an ba'di ma anzala Allah ilayk, na tahadhari nao kukupotosha wewe, kuepukana na ukayaacha baadhi yale ambayo aliyoteremsha Allah kwako. Tahadhari na haya, sio kukupotosha ukaacha yale ambayo aliyoteremshia Allah tabarak wa taala, ukafuata matamanio yao, kama walivyokuwa baadhi ya mahakimu hivi sasa. Mtu atakatoa fatwa, lakini fatwa ile ikawa inamridhisha mtu fulani, inawadhirisha watu fulani, ikawa anapotoka, manake anaingia katika upotevu, kuacha mafundisho sahihi ya Allah tabarak. Kea kama mufti wetu tulikopo nao na makadhi wetu. Fa in tawallaw, na kama wakakengeuka, fa'lam, basi jua, annama yuridu Allah, kwamba anataka Allah an yusibahu, awapatie wao adhabu, bisababi dhunubihim, kwa sababu ya madhambi yao. Wa inna kathiran minan nas, na hakika wengi katika watu, la fasiqun, ni wenye kutoka katika toa Allah, ay bimaana la kharijuna an ta'at rabbihim, ni wenye kutoka kuepukana na toa ya Bwana wao. Afa hukma aljahiliyati yabghun, hivi hukumu za kijahiliya ndio wanataka, yani zile hukumu za kijinga wao ndio wanataka wahukumiwe. Afa hukma aljahiliyati yabghun, hivi hukumu za kijinga, hukumu za kijahiliya ndio wanataka wahukumiwe. Wa man ahsanu min Allah hukman, sawa, na ni nani mzuri zaidi kuliko Allah kwa hukumu? Liqaumin yuqinun, kwa ajili ya wale watu wenye yaqini, kwa ajili ya wale watu wenye yaqini na Allah tabarak. Hakuna zaidi Allah subhanahu wa ta'ala.
afa hukmu aljahiliyati yabghun, hivi hukumu za wale jahiliya, maana hukumu za kijinga za watu wajinga, yabghun, ndio wanataka wahukumiwe na hukumu hizo. Manake waache Qur'an, waache hukumu za Allah, wafuate hukumu za watu wajinga waliopita huko, mila, hukumu za mababu zao, mila zao hizo, ndio wanataka hukumu katika hukumu hizo. Waman ahsanu min Allahi hukman, na ni nani mzuri zaidi kuliko Allah kwa hukumu? Liqaumin yuqinun, kwa ajili ya wale watu wenye yaqini. Ayuridu haulai alyahud, hivi wanataka hawa Mayahudi, an tahkuma bainahum, wa hukumu wao, bima taarafa alayhi almushrikun, kwa zile hukumu ambazo wamezizoea washirikina. Abadatul awthani min aldalalat waljahalat, wale waabudu masanamu katika wale mambo yaliyopotea na mambo ya kijinga. Waman a'dalu min Allahi fi hukmi, na ni nani mwadilifu zaidi kuliko Allah katika hukumu zake? Liman aqala an Allahi shar'a, kwa yule mwenye kufahamu kwa Allah sheria zake. Nani? Jawabu manake hakuna zaidi ya Allah. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini, la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, msiwafanye Mayahudi na Wanasara, bimaana na Wakristo, awliya, kuwa ni marafiki zenu, kuwa ni vipenzi, mavipenda. Tusirruna ilayhim almawadda, sio tusirruna ilayhim minhum mawadda. Mahafidh wako wingi hapa. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, msiwafanye Mayahudi wan nasara na Manasara awliya, kuwa ni wapenzi, mwawapenda, mnawapa siri zenu. Ba'dhuhum awliya ba'd, ni marafiki wao kwa wao. Allah ndivyo anavyosema, ba'dhuhum awliya ba'd, ni marafiki wao kwa wao, ni vipenzi wao kwa wao. Yani Mayahudi kwa Mayahudi ndio wanapendana, sio Myahudi akupende wewe ambaye si Myahudi. Mnasara na Mnasara wakupendana, sio Mnasara akupendea ambaye si Mnasara. Hivi ndivyo anavyosema Allah tabaraka, na hali halisi ndio iko hivyo. Lisanul hali yantiq, lugha ya hali inatamka hivyo. Lisanul hali yantiq, hali halisi iko hivyo. Wao wenyewe ndio wanapendana na kheri, ndio wanasifiana vizuri, ndio wanasifatiana katika mambo yao. Hali halisi iko hivyo, tukatae tukubali, lakini walisiwa mambo kwa hivyo. Muktabal hal, waman yatawallahum minkum, na yoyote atakayewafanya marafiki wao miongoni mwenu, fa innahu minhum, basi hakika yeye ni katika wao. Manake yeye ni katika jumla ya wao, ataka asitaka. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongowi wale watu madhalim. Dhalim ni nani? Yule mwenye kumfanya Myahudi au Mnasara kwa rafiki yake, huyu ni dhalim, bimaana dhalama nafsa, ameidhulumu nafsi yake. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya, msiwafanye Mayahudi na Manasara kuwa ni wapenzi, kuwa ni marafiki. Bimaana ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la tattakhidhu alyahuda wan nasara hulafa, msiwafanye Mayahudi na Manasara kuwa ni marafiki, mnaapiana nao viapo katika kusaidiana. Wa ansara, na kuwa ni wenye kuwanusuru, mnawanusuru wao, ala ahli iman, dhidi ya watu wa imani, manake dhidi ya Uislamu. Kuna watu wa kwamba Mayahudi na Manasara wako na karibu zaidi dhidi ya ndugu zao katika imani, dhidi ya ndugu zao ambao ni Waislamu. Na watu hawa wanakuwa ni wanafiki mara nyingi, ndio wanakuwa ni marafiki zao karibu zaidi na watu hao, kuwafanya ni marafiki, kuwapa habari zao, kuwafanya kwamba ni wenzao katika majambo. Baadhuhum awliyau ba'd, ni marafiki wao kwa wao, baadhi yao ni wapenzi wa baadhi nyingine. Waman yatawallahum minkum, na yoyote atakayewafanya marafiki wao miongoni mwenu, fa innahu minhum, bas hakika yeye ni katika wao. Na hii ndio maana maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, mwenye kujifananisha na watu basi ni katika wao. Sio Mayahudi na Manasara, hata kujifananisha na watu wa bid'a na pia atakuwa numu.
sawa, kujifanya ni jumlatul mu'tarida. Sasa kuna watu wengine wanajifanya hao wajifanya ni jumlatul mu'tarida. Kuna watu ni jumlatul mu'tarida na kuna wengine ni jumlatul sighati muntaha al-jumuu. Hawaeleweki. Kuna wengine ni sighati muntaha al-jumuu na kuna wengine ni jumlatul mu'tarida. La mahalla laha min al-i'rab. Lazima ina mahali. Kwa nini huna mahali katika i'rab? Lazima julikane mahali pako ni wapi. Sisi mwanaelewa vizuri mashe zangu hapa. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin, hakika Allah hawaongoji, maana hawafikishi la yuwaffiq, hawafikishi wale watu madhalim, alladhina yatawallawna al-kafirin, wale ambao wanaowapenda makafiri. Fatara alladhina fi qulubihim marad, basi utawaona ya Muhammad wale ambao pana katika nyoyo zao maradhi, ugonjwa. Na ahlul ilm wanasema hapa ni maradhu nifaq, ugonjwa wa unafiki, maradhu shak, ugonjwa wa shaka. Yusari'una fihim, wanaenda upesi kwa wao. Yaquluna, hali yakuwa wanasema, nakhsha an tusibana daira, tunaogopea sisi kutupata sisi balaa. Ndio maana tunajifungamanisha na hawa, kwa sababu tunaogopea balaa hawa za kutudhuru. Fa'asa Allahu an ya'tiya bil fath, basi huenda Allah akaleta ushindi. Ahlul ilm wanasema ni fathu Makkah au amri min indihi, au jambo lolote kutoka mbele yake. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, basi watakuwa kwa yale ambao walioyaficha katika nafsi zao ni wenye kujuta. Hapa anawazungumzia wanafiki, ama wale wanafiki wale wanaweza kuwakumbatia wakawaendea haraka wale Mayahudi na Manasara kwa kuogopea kwamba wanachukua kinga. Hawa wana nguvu, wametuzidi sisi, huenda wakatuvamia wakatupiga hawa. Sasa je, Allah akawapa nguvu hawa Waislamu? Sasa wakawa wale sasa ndio wanyonge, Waislamu wana nguvu, tenda wapi? Tutabaki sasa mudhabidhabina baina dhali, la haulai wala haula, wayumbayumba tukakaa, hawajulikana kwa maeneo gani. Fatara alladhina fi qulubihim marad, basi utawaona Muhammad wale ambao pana katika nyoyo zao maradhi. Bimaana yukhbiru Allahu ta'ala, anatoa habari Allah aliyakuwa ametukuka an jamaati min almunafiqin, kuhusiana na kundi katika wanafiki, annahum kanu yubadiruna fi mawaddati alyahud, kwamba hakika wao walikuwa wanakwenda upesi haraka katika kuwapenda Mayahudi. Lima fi qulubihim min ash-shakki wan-nifaq, wa vile ambavyo pana katika nyoyo zao ile shaka, wanashaka na Uislamu, wanashaka na imani zao na unafiki. Hawa ni wanafiki. Yusari'una fihim, wanakwenda upesi kwa wao. Yaqulun, wanasema, nakhsha an tusibana daira, tunaogopea kutupata sisi balaa, mzunguko unaweza kutupata sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa'asa Allahu an ya'tiya bil fath, huenda Allah akaleta ushindi akawapa Uislamu, au amri min indihi, au akaleta jambo lolote kutoka kwake yeye, manake kutoka mbele yake Allah tabaraka wa ta'ala. Bimaana wayansur nabiyahu, akamnusuru mtume wake, wayudhihiru al-islam wal muslimin, na akawapa ushindi Uislamu na Waislamu kwa ujumla, ala al-kuffar, hili makafiri. Allah ila nalo uwezo huo akalifanya. Kama hivi sasa Waislamu walipokuwa ni wanyonge, sasa Waislamu ni wanyonge, na iko wazi. Sasa huenda Allah akawapa nguvu Waislamu, kwa na nguvu zidi wasiokuwa Waislamu. Sasa wale ambao walikuwa wao matezi yao makubwa wameelekeza kwa wasiokuwa Waislamu, itakuwaje kali kama hivi? Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, basi watakuwa juu wale ambao waliyaficha katika nafsi zao nadimini, wenye kujuta. Wayaqulu alladhina amanu, na watasema wale ambao waliamini sasa, baada ya kuwa wameshapata ushindi, wana nguvu sasa. Ahaulai alladhina aqsamu billahi jahada aymanihim, hivi hawa ndio wale ambao walioapa kwa jina la Allah mwisho wa viapo vyao, innahum la ma'akum, kwamba wao kwa pamoja na nyinyi. Sababu wanafiki huwa wanapokaa mbele ya Uislamu, basi huwa ndio wanadhihirisha kwamba wao ni Waislamu, alafu wanaapa kabisa kwamba wao kwa pamoja na Uislamu. Wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna,
Unapokutana na wale ambao waliamini husema kama sisi tumefanyaje, tumeamini. Wa idha khalu ila shayatin, wanapokuwa faragha na mashaitani zao, qalu inna ma'akum, wanabadilisha maneno. Habitat a'maluhum, zimefomoka amali zao. Fa asbahu khasirin, watafabukiwa ni wenye kupata hasara. Wayaqulu alladhina amanu, na watasema wale ambao waliamini. Imana wa hina idhin, wakati huo Allah tabarak wa taala kuwapa ushindi Waislamu. Yaqulu ba'du almu'minina li ba'd, wataambiana waumini wao kwa wao, mutaajibina min hali almunafiqin, hali yakuwa ni wenye kuwashangaa hali za wanafiki. Idha kushifa amruhum, pindi litakapobainishwa na kuwekwa wazi jambo lao. Allah atakapoliweka wazi jambo lao, sawa. Watasemaje? Ahaula, hivi hawa wanafiki, alladhina, ndio wale ambao aqsamu billahi jahada imanihim, ndio wameapa kwa jina la Allah mwisho wa viapo vyao. Waliapa vipi? Innahum la ma'akum, kwamba wao kwa pamoja na nyinyi Waislamu. Wao wakasema kwamba hawa wanafiki kwa pamoja na Waislamu. Wana leo kwa hivi vipi? Allah anasema habitat a'malu, ameshapomoka matendo yao, matendo ya wanafiki moke mbali mrefu. Fa asbahu khasirin, na watakuwa wao ni wenye kupata hasara. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, man yartadda minkum an dini, yoyote atakayerejea miongoni mwenu kuiwacha dini yake, dini ya haki ambayo ni dini ya Uislamu. Fasawfa ya'ti Allahu biqawm, basi punde kidogo atawaleta Allah watu, yuhibbuhum, anaowapenda watu hawa, wayuhibbunahu, na wanaompenda yeye Allah. Adillatin ala almu'minin, ni wenye upole juu ya waumini. A'izzati ala alkafirin, ni wakali dhidi ya makafiri. Mujahiduna fi sabilillahi, wanapigana jihadi katika dini ya Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, na wala hawaogopi lawama la mwenye kulaumu. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah, humpa amtakaye. Wallahu wasi'un alim, Allah ni mkunjufu mjuzi. Hivi ndivyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni khitabu hutubiwa wale ambao wanaowapenda Mayahudi na Manasara, kwamba Allah anaweza kuwaondosha watu hawa, aleta watu wengine ambao sasa wamekamatana na dini kweli, wakamatana nayo, watu ambao wana imani ya kweli, watu ambao wana Uislamu wa haki, Uislamu ule wa kweli, na wakaipeleka mbele dini ya Allah tabaraka. Mwenyezi Allah tabaraka wa taala akawatoa Waislamu wote wenye minyongo wote, akawatolea mbali, akaleta sasa Uislamu madhubuti kabisa ambao wana asira na dini ya Allah subhanahu, kama Waislamu waliopita huko nyuma min as-sahaba, kama sahaba radiyallahu ta'ala anhu. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mlioamini, man yartadda minkum an dini, yoyote atakayerejea miongoni mwenu kuiwacha dini yake. Ay man yarja minkum, yule atakayerejea miongoni mwenu an dini, akiiwacha dini yake, alafu akaibadilisha dini hiyo, akakamatana na dini ya Uyahudi au dini ya Unasara au dini nyingine kama dini za kimajusi. Hapo watu wa aina hiyo kaacha Uislamu wake, akashikamana na dini ya Kinasara, akaingia katika dini ya Uyahudi au akaingia katika dini ya Umajusi, sawa. Au kama ni katika wale ubadu al-qubur, wenye kuabudu makaburi, wanaabudu wafu ambao tayari mshafariki. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fasawfa ya'ti Allahu biqawm, basi punde kidogo atawaleta Allah watu fulani, yuhibbuhum, anaowapenda wao, manake Allah anawapenda watu hao, yuhibbunahu, na wao wanampenda Allah tabaraka. Yani Allah watu wao wanawapenda, alafu wao wenyewe wanampenda Allah tabaraka. Adillatin ala almu'minin, yani manake ni wapole, ni wenye upole juu ya waumini. A'izzati ala alkafirin, ni wakali dhidi ya makafiri. Ni ashiddau ala alkuffar, sawa, ni wakali mno juu ya makafiri. Yujahiduna fi sabilillahi, wanapigana jihadi katika dini ya Allah. Bimaana yujahiduna a'da Allah, wanawapiga jihadi wale maadui wa Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, na wala hawaogopi lawama la ule mwenye kulaumu. Fi dhati Allah, katika dhati ya Allah
hawamwogopi yoyote katika kule kuipeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waseme namna atakavyosema, hao hawaangalii nyuma. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah, humpa amtakaye. Wallahu wasi'un alim, Allah ni mkunjufu, bimaana ni mpana, manake wasi' alfadl, manake upana ubora wake, fadla yake manake ni kunjufu. Alimu ni mjuzi vile vile. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wal mu'minun, kika hapana vingine kipenzi chenu ni Allah na mtume wake. Walladhina amanu, na wale ambao waliamini. Alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zaka, wale ambao wanaosimamisha sala na wanatoa zaka. Wa hum raki'un, na hali ya kuwa wao ni wenye kunyenyekea. Sawa, kuonyesha kwamba ukiwa mshamaliza kuswali, toa zaka, maana toa sadaqa kwa ajili ya maslahi ya waja. Kwa hiyo michanga hapa msikitini sio ni muonelewa. Sasa jamani, na mafuhumu hii aya niliyofahamu mimi, innama waliyukum Allahu wa rasuluhu, kika hapana vingine kipenzi cha Allah, manake kipenzi chenu Allahu wa rasuluhu, Allah na mtume wake. Walladhina amanu, na wale ambao waliamini. Alladhina yuqimuna as-salata, wale ambao wanaosimamisha swala. Wayutuna zakata, na wanatoa zaka. Wa hum raki'un, hali ya kuwa wao ni wenye kunyenyekea. Ay innama nasirukum, hakika yule mwenye kuwanusuru nyinyi, ayuhal mu'minun, enyi waumini. Nani? Allahu wa rasuluhu, Allah na mtume wake. Wal mu'minuna alladhina yuhafidhuna ala as-salati al-mafruḍa, na wale waislamu ambao wanaodumisha kuzihifadhi zile swala za faradhi, na wale wenye kutekeleza zaka, tena kwa ridhaa za nafsi zao, hawalazimishwi. Halafu wahum khadi'una lillahi, na hali yao ni wenye kumnyenyekea Allah. Raqi'una bimaana khadi'un, ni wenye kumnyenyekea Allah tabaraka wa taala. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu, na yoyote atake, na yule ambaye atakempenda Allah na mtume wake. Walladhina amanu, na wale ambao waliamini. Fa inna hizballahi humul ghalibun, bas hakika kundi la Allah ndilo lenye kushinda. Hizbu hapo maana ni hizbullah, kundi la Allah. Sawa. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu, na yule ambaye atakempenda Allah na mtume wake. Walladhina amanu, na wakawapenda wale ambao waliamini pia. Fa inna hizballahi humul ghalibun, bas hakika kundi la Allah lenye kushinda, si lenye kushinda. Ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mliamini. La tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwa, msiwafanye wale ambao waliofanya dini yenu ni mzaha. Huzwa bimaana mahzuu, ni yenye kufanywa mzaha. Walaiban, na ni mchezo tu. Min alladhina utul kitaba min qablu, katika wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu. Walkuffara, na wala msiwafanye wale makafiri auliya, kuwa ni marafiki zenu, kuwa ni vipenzi vyenu. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, na muogopeni Allah ikiwa nyinyi ni wenye kuamini. Na hii ni nahayi kutoka Allah tabarak wa taala kwa waumini kuwafanya marafiki na vipenzi wale wenye kuicheza sheri dini ya Allah. Ani mtu afanya istihzaa dini ya Allah, anaizarau, aichezea, afuatoka tutapenda vipi? Tukiwa anafikia tu kwamba dini ya Allah inachezwa sheri, inazarauliwa, watu wanaifanyia mchezo, ukasirike, chukie katika moyo wako, usifurahie katika jambo kama lile. So wale ndio wafanya marafiki na kuwapenda, hilo Allah tabarak wa taala amelikataza. Sawa. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini. La tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum, msiwafanye wale ambao walioifanya dini yenu huzwan, yenye kufanyiwa mzaha. Walaiban, na ni mchezo yenye kuchezewa. Min alladhina utul kitaba min qablu, katika wale ambao waliopewa kitabu kabla yenu. Walkuffara, na msiwafanye makafiri, imana wala tattakhidhu alkuffara awliya,
na wala msiwafanye makafiri nao vile vile kuwa ni wapenzi, ni marafiki na wapenda. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, na muogopeni Allah ikiwa nyinyi ni waumini. Sheikh wangu anasema ya ayyuhalladhina saddaqullaha wattaba'u rasula, enyi ambao mlioamini, enyi ambao mlomsadikisha Allah na wakamfuata mtume wake. La tattakhidhu alladhina yastahzi'un, msiwafanye wale ambao wanaocheza shere, wayatalaabuna bidini, na wanaichezea dini yenu, min ahli alkitab, katika wale waliokuwa kitabu, min alyahudi wan nasara wal kuffar, na makafiri, awliya, kuwafanya ni marafiki zenu, ni vipenzi vyenu mnavyopenda. Wakhafu Allaha, na muogopeni Allah, in kuntum mu'minina bihi, ikiwa nyinyi ni wenye kumwamini huyo Allah, wa bi shar'ihi, na sheria zake. Subhanaka Allahumma bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.